zako nani? Wewe mwenyewe. Mtumishi wa Mungu Mfalme Daudi akawa ya kwamba ametazama na akaona ya kwamba katika maisha yake hawezi akapata kutegemea akili zake yeye mwenyewe, na akaona ya kwamba yule ambaye anayefaa kumtegemea ni nani? Ni Mungu. Tuamini na tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakualika katika kikao hiki usungumze nasi, kwa maana neno lako ndio sauti yako kwetu sisi. Jina lako litukuzwe kwa vile tuomba tukiamini kupitia jina la Bwana na Mwokozi wetu. Bado nazingatia na kwamba Mungu abariki wanakwaya, na katika mwaka huu wa 2025 Mungu asili kuwaneemesha na mpige hatua katika nini? Uimbaji. Katika uimbaji ndio kuna messages za kushangaza sana katika Biblia. Message za ajabu, huduma ya ajabu. Na hakika kama uwezi ukapata kupiga hatua na kusikiza katika wimbo, upate kuelewa nini kinachoimbwa na upate kuelewa ni nini ninachokiimba, hakika utapiga hatua katika maisha yako. Nilipokuwa nikitazama katika siku 10 ambao tumekuwa katika maombi ambao yanadhamishwa siku ya leo, hatua kwa hatua nikaweza kupata kuwa nimetazama fungu katika kitabu cha Zaburi 139 fungu la kwanza mpaka fungu la 3, na bado tutaendelea mpaka fungu la 10 na fungu la 14, mahali ambapo Daudi anasema ya kwamba hakika Mungu uliniumba kiumbe cha nini? Cha ajabu sana. Ningependa wewe ambaye uko na Biblia ikiwa kwa simu yako katika lugha tofauti tofauti, ningependa tusome katika lugha 3. Kitabu cha Zaburi 139 fungu la kwanza na fungu la 2. Ningependa iweze kupata kusomwa katika lugha ya mama ya Ekebusi ikiongozwa na Elda Nyambaka. Msomaji. Asante. Neno la Mungu nasema hivi: aye omonene kwa liga likitie imeane. Ndio yako hiyo sio. Hapana, sio hiyo. That is what sio ile nataka. Kama hiyo Biblia tofauti. Kusoma na ndio. Aye omonene kwa liga ligizie imeane. Hapo ndio umekaribia. Aye omonene kwa liga ligizie imeane. Wamanyire nje. Aye ni gomanyete kero nikaranzete na ekero mukoimoka. Nigo omanyete birengererio byane byonsi kore are. Thank you. Naamini ya kwamba wale ambao wanaosikia sauti hiyo vizuri, imesema ya kwamba ayo monene kwa liga ligizie imeane. Yani you searched me. Katika lugha ya Kiingereza nasema you searched me. Unaona kama haina nini? Haina uzito. Lugha ya mzee, lugha yake inasema kama ndio hiyo soma. Kama yako hiyo soma. Nataka uelewe katika lugha ya mama, upate kuelewa Mungu ambaye tunayozungumzia. What is he doing? Nini anafanya katika maisha yangu mimi na wewe? Yangu inasema hivi. Yes. Gũthuthuria nĩ ũthuthurítie ũgakĩmenya we nĩ ũmenyaga ũhoro wakwa gũikara thĩ ona gũkĩra ũkoragwo ũkũũro-inĩ itaranio ciakwa ũrĩ o kũraya ũthũngũraga kũgenda gwakwa ona gũkoma ũgakĩmenya ikĩro ciakwa ciothe. Thank you. Soma hiyo sentence ya kwanza, the first one. Peke yake. Jehova gũthuthuria nĩ ũthuthurítie ũgakĩmenya. Baba Mungu, kama ni kunitafuta, umenitafuta. Hivyo ninasema mpaka ukanijua. Mfalme Daudi akafanya nini? Akatambua katika maisha yake. Na yule ni mfalme aliyekuwa na kila kitu, everything. A king. Na akagundua katika maisha yake
ya kwamba Mungu, wewe kama ni kunitafuta, umenitafuta na umenifahamu. Mara ninapokaa, mara ninapolala, mara ninapotembea, mahali popote nipo. Umenifanya nini? Umenifahamu na umenijua. Mtumishi wa Mungu Ayubu, katika kitabu cha Ayubu 7, fungu la 17 na fungu la 18. Pia bado ningependa upate kusoma katika lugha hizo mbili. Ni lugha gani ambayo iko ningependa tusikie? Lugha gani nyingine? Kijaluo, Kiluya iko? Ni gani iko? Hakuna mkono. Kwa hiyo hizo lugha mbili ndio zitadominate siku ya leo. Ayubu 7 fungu la 17 na 18. Na katika huduma ya siku ya leo tutapokezana na Elda Wachira. Nitafika mahali nitamwachia sehemu nyingine ili aweze kupata kukamilisha maombi ya siku 10 mahali ambapo tupo. Job chapter 7 verse 17 and 18. Hatujafika pale? Yes. Tuanze na Kiebrania, inasema hivi. 17 and 18. Modori niki ona tondu ukimutuaga wa bata na ukamwikira ngoro-ini yaku, ningĩ ũkamũrũkagĩra o rũcinĩ na ũkaga kahinda ũtarĩ mũroragia, na gũtirĩ kahinda ũtarĩ mũroragia. Thank you. Ndugu, soma hiyo Kiebrania. Mzee anasoma Kigiriki, soma Kiebrania. Na Mungu nasema hivi, ine omonto niki aisaine oika okomokora koba oyubenge njenene na ende oba komorigeretie mono nigo okomorigereria kera emambia na ende nigo okomorenga kera engaki. Thank you. Katika lugha ya Kiingereza inasema ya kwamba ine omuntu niki aisaine. Sasa nyinyi ndio mmetafsiri hivyo ndugu wangu. Katika lugha ya Kiingereza inasema kwamba what is man that you make so much of him. Ndio umesikia mwandishi wa lugha ya hiyo Kiebrania ambao ndugu mzee amesema ya kwamba ile na ikaweka ni hiyo alama hiyo inaitwaje hiyo? Yaani ni kushangaa. Mimi ni nini? What am I? What is man that you make so much of him, that you give him so much attention? Ya kwamba mimi ni nini ambaye wewe Mungu ambaye ni mkuu unanitazama na unanifanya kuwa kitu mbele ya nani? Mbele zako. Huyu ni mwandishi wa kitabu cha Ayubu ambaye ni Musa. Akashangaa katika maisha yake ya kwamba mimi mwanadamu ni nini? Uwe mai. Pale Amerika sikumechoma. Si ndio? Ama kumechomeka, si ndio? Sio mtu alichoma. Sikumechomeka. Sikulikuwa na wakuu wajisaidia. Nothing. Ndio mwandishi anauliza ya kwamba mimi ni nini ambaye hakika una pay attention kwangu mimi. Jiulize hivi siku ya leo. Nani katika maisha yako kwa wakati huu ukaambiwa akaunti yako iko pale town commercial ya 2 billion na kuna ugonjwa na wewe ni maskini, utachukua nini? Maskini tu kawaida unahaswa hapa na pale na iko account ya 2 billion na wewe ni mgonjwa. Which one will you take? Ni mmoja amenyamaza. Iko mtu ambaye anachagua maskini. Niuliza hivi ndugu wangu, kuna tajiri, si ndio? Ambaye fedha zake mabilioni haina chochote, si ndio? Nothing katika maisha yake. Lakini kuna maskini anakaa katika mahali wanaita ghetto, yeye ni mtu ana hustle na kagunia kake kwa mgongo every day. Yeye akiambiwa huyu maskini achague tajiri na awe mgonjwa, ama yule tajiri ambiwa achague maskini, au watu wawili watachagua gani?
Ni heri niwe maskini lakini niwe ni mzima na afya katika maisha yao. Kwa maana aliye tajiri na hajamgundua Mungu kama nani? Kama Daudi katika maisha yake, ama Ayubu katika maisha yake, na aseme ya kwamba hakika mimi ni nini ama nani unaye pay attention katika maisha yao. Yeremia 12:3. Naye akafahamishwa nini? Nabii Yeremia, Mungu akamzungumzia. Yeremia ni 12:3. Aliyefika pale anasoma 12:3. Yes. Wamepanda ngano, Sio hivi. Hawajapanda ngano. lakini wewe Bwana, Yes. walijua. Yes. Umeniona. Yes. Umejaribu moyo wangu. Unavyokuelekea. Wapopote kama kondoo waendao mjini. Thank you. Soma katika hiyo lugha nyingine usikie vile ninavyosema. Ndugu mzee. Kibirania tunang'ang'ana nayo. Asante. Nasema hivi, Karibu kumaliza. kulende ayo monene no manyutenje. Yes. Nigo ondoje. Yes. Na nigo wontema ibirenge libyane use birasore. Thank you. Wachia tu hapo. Mwandishi anasema vizuri ya kwamba kulenda ayo monene no manyutenje. Nigo ondoje na nigo omontema ebirengero byane osembire asure. Every single time Mungu ambaye anayekufahamu, anayekuelewa, anakutazama. He is seeing you mahali popote ambapo uko. Na anapokujaribu, sio jaribu kama lile shetani ambaye anayetujaribu. Mungu anaruhusu tujaribiwe katika maisha yetu ili tuweze kupata kulearn a lesson katika maisha yetu. Fungu la mwisho katika sehemu hiyo ambao ningependa tuangalie Warumi 8:27. Ndiposa tuweze kupata kuingia katika our prayers, tuone Yesu anasema nini ama alianza kusema nini akizungumza nasi katika siku 10 ambao tumekuwa nazo. Tutachukua sehemu ya kwanza siku 5. Romans chapter 8 and verse 27. Warumi 8 fungu lake la 27. Tumeona ya kwamba yeye Mungu ambaye anayezichunguza nini? Mioyo zetu. Saizi jinsi vile tulivyo hivi, mahali kila mtu mahali yake iko ndio moyo wake huko. Mimi ni mwanadamu, wewe ni mwanadamu. Huwezi kupata kujua yaliyo nyuma ya fikra zako. Kila kitu tunaohitajika ni kusurrender katika maisha yetu. Katikati ya wiki tukaweza kupata kuona ya kwamba Mungu anao mipango katika maisha yetu. Na wakati tunapoingia katika magotini, kila wakati tunampea nani? Mungu mipango yetu. Na kwamba Mungu katika mwaka huu nimeset goal, ningependa unifanye nini? Uniwezeshe. Kale kaploti kako Kiambogo niweze kupata kununua. Hiyo ndio mipango ya Mungu. Mungu anahitaji mipango yetu yote tufanye nini? We surrender to him. Na tunapo surrender to him, anatupea mipango yake between ile mipango ambayo tumepanga. Yeremia 29 fungu la 11. Mungu anasema ya kwamba anao mipango iliyo sawa, mipango mzuri, mipango ya tumaini, mipango ya nini? Ya siku zijazo. Anatujali kuweza kupata kuhakikisha tunatembea vipi katika maisha yetu. Tulipokuwa katika siku ya kwanza katika maombi, ikawa ya kwamba tumetazama ya kwamba wakati ambapo unapoomba wewe na mimi, how do we pray? Wakati ambapo unapoomba, wanafunzi wake Kristo wakawa ya kwamba kila wakati more than 2-3 times wakamwendea Yesu na wakamwambia Yesu, tungependa ufanye nini? Utufundishe kufanya nini? Kuomba. Katika John chapter 15 verse 4, Yesu akawaambia jambo pale.
kabla hawafahamishe vile wanavyohitaji kufanya nini? Kufanya maombi. Tumetazama na tumeona ya kwamba katika maisha yetu tunafaa kuyawacha kwa nani? Kwa Mungu peke yake, ili atuongoze yeye anayetujua tunapoamka, tunapotembea, tunapolala, katika kila hatua tunayochukua. Mungu anatuelewa. John chapter 15 and verse 4. Biblia inasema hivi. Yes. Kaeni ndani yangu. Ndio. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Yesu akatoa himizo kwa wanafunzi wake na wote wale ambao waliokuwa wanamfuata ya kwamba kaeni ndani yangu na mimi ndani ya nani? Ndani yenu. Alipoendelea akasema ya kwamba yeye ndiye mzabibu wa nini? Wa kweli. Na sisi ni nini? Ni matawi. Tutakapokaa ndani ya taya ya shina, hakika tutazaa nini? Sana. Tukaweza kupata kuona hayo katika siku ya kwanza ya juma. So tukaona ya kwamba katika kuishi kwetu, we are only supposed to stay in the stem, ambaye ni nani? Yesu Kristo, ambaye ndiye mzabibu gani? Wa kweli. Akasema kwamba tunapokaa ndani yake na yeye ndani yetu, na tunajua kwamba yeye yako ndani ya Mungu, hakika tuko ndani ya nani? Yake yeye. Asubuhi katika lesson kitabu cha Sefania tulisoma ya kwamba Mungu aliye wapi? Katikati yetu, si ndio? Katika every step ambao unachukua katika maisha yako, jua ya kwamba Mungu wako wapi? Hako katikati yako na atazidi kukuongoza. Siku ya pili bado, when we pray, tunafaa kuweza kupata kufanya nini katika maisha yetu? Tukaweza kupata kuona ya kwamba the disciples wakaweza kupata kumwendea Yesu na wakamuuliza ya kwamba kama hakika unasema tuweze kupata kukaa ndani yako. Na tunapotazama katika maisha yetu si kama ya Yesu. Sisi ni tofauti na yeye, Yesu ni tofauti. Wakamuuliza Yesu, tufundishe kuomba, kwa maana walikuwa wameadmire Yesu bila anavyoishi, wakaadmire the life of Jesus. Tufundishe kufanya nini? Kuomba. Na walipopata kumuuliza Yesu tufundishe katika kuomba, Luka 11 fungu la kwanza, ukiendelea utaweza kupata kuona jinsi vile mambo yalivyoendelea. Akasema kwamba the heart of a Christian life is prayer. Without prayer we are going nowhere. Angalia kwamba katika maisha yako wewe na mimi, pasipokuwa na maombi hakuna mahali unaenda. Ufanye practice ama experiment katika maisha yako. Useme ya kwamba siku kesho, kuanzia kesho Sunday nataka nikose kuomba up to Friday. Hakika tutakuokota upeleko wapi? Medical. Hiyo ni hakika. Ujaribu tu useme kwamba let me go and try. Ujaribu usifanye ombi hata siku moja. Kitambo ufike Friday utakuwa umeokotwa na upeleko wapi? Medical, ama mahali popote pale uweze kutibiwa, kwa maana tayari utakuwa nani? Mgonjwa tayari. Tulipopata kuingia katika siku ya tatu, ikawa ya kwamba mwandishi anataka tufanye jambo. Akatupeleka katika kitabu cha Marko 10 fungu la 47. Ningependa tusome fungu hapo. Mark chapter 10 verse 47. Ambayo inazungumzia kisa cha mtu ambaye aliyekuwa anaitwa nani? Bartimaeus, mtu wa kushangaza sana. Ninaposoma kisha je, huyu jamaa ni ya kushangaza sana. Bartimaeus was blind, na ukiangalia jinsi vile Bartimaeus alijibu, ni kana kwamba Bartimaeus hakuwa mgonjwa from birth. Alikuwa anaona, na ikafika mahali akaingiliwa na nini? Na upofu kutokana na mambo ya dunia hii. Some fungu hapo. Sema, yes. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, yes, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Unapotazama ndugu huyu ambaye ni Bartimaeus, mwana wa Timao, alipopata kusikia kuna umati unaopita, there was a procession, na kwa maana inaonekana alikuwa anakaa mahali fulani, na alipopata kusikiza kuna umati mkubwa unatembea, na ukauliza mwenye alikuwa karibu, nini hicho kinachokisikia? Akafahamishwa ni nani? Ni Yesu. Ndiposa yeye katika kusikia kwake, kwa maana masikio yalikuwa hajakuwa asikii,
akajua ya kwamba ni Yesu ambaye ni son of David. Tumeona ya kwamba wanafunzi wake Kristo walikuwa wanamkataza ya kwamba you are making noise kwa nani? Unapiga kelele kwa nani? Kwa kiongozi. Walipopata kumzima, aliposikia sauti ya kwamba ni Yesu anapita, akaongeza nini? Sauti. Unapoendelea kusoma hapo chini, Yesu akasema ya kwamba akasimamisha nini? Msafara. Na aliposimamisha msafara na akamwamuru kuja kwake. Alipopata kwenda kwake, katika wiki katikati tuliambiwa kwamba tuwe specific katika nini? Maombi yetu. Be specific katika maombi unayoyafanya. Mtu huyu Yesu akamuuliza ya kwamba unataka nikufanyie nini? Direct to the point. Jamaa akasema nini? Nataka kuona tena. Ikionyesha katika maisha yake he suffered sana katika maisha ya nini? Ya upofu. Alikuwa na tatizo ya kwamba ni dhambi kukaa karibu na mkubwa ama kukaa karibu na Yesu, kwa maana yeye ni nani? Ni kipofu, mtu ambaye aliyelaaniwa. Lakini aliposikia ya kwamba ni Yesu na akajua ya kwamba nguvu na mkono wa Yesu ni uponyaji, akasema nataka kuona tena. Then Jesus touched his what? Alimgusa na akapokea nini? Uponyaji wake. Be specific katika maombi gani yako. Kitu ambacho kilionishangaza kabla nikaribishe wanakwaya kwa ajili ya wimbo mmoja tukimkaribisha mzee. Wiki katikati katika siku ya 5, wakati ambapo ndugu Kalaka alituongoza katika maombi hapo, jambo la ajabu lilitendeka wakati ambapo mzee alisema ya kwamba sasa tuje hapa mbele tufanye mfiringo na tufanye maombi. Kijana huyu ambaye anayetembea hapo msikia kwamba is just walking here. This boy is listening. Anasikiza. Wakiongozwa na kijana Alex na msichana mwingine hapo. Mzee amesema tuje hapa mbele kila mmoja apige magoti chini, tukapiga magoti chini. Watoto hawa wakiwa 4 walienda pale nyuma, wakiwa wote 4 wakapiga magoti. Naamini ya kwamba walifanya nini? Waliomba. Na sio msasi aliwaambia ndio mpige magoti. Kwa maana mzee alisema kwamba kila mmoja uchague mahali ambapo utakapofanya nini? Utapiga magoti. Kijana Alex na huyu na mwingine wakaenda pale nyuma kwa penji, wakapiga magoti wote kama wameangalia that side. Siku hiyo sijui nini nimefanya nikawa nimefungua macho. I saw them. Na watoto hawa walikaa pale mpaka wakati ambapo tuliposimama tukiimba wimbo hapa, nao pia wakafanya nini? Wakasimama. Don't just see watoto hao wakikimbia hapa ya kwamba mkemeo kaenda kwa mchuni pale nje. They are listening and they know. Na maombi haya ambao walioyafanya ndio ushuhuda ambao unaotoa ya kwamba hakika siku 10 za maombi. Mungu abariki kila mmoja ambaye aliyepata nafasi ya kuja, na mahali ambapo ulipokuwa kama uliomba, Mungu azidi kubariki kila mmoja. Na tuweze kufanya an appointment ya kwamba siku 10 zitakapokuja tena, make a point of coming. These children walinishangaza, na ndio nimesema ya kwamba I didn't know what happened. Nikafanya nini? Nikafungua macho and I saw them. Na nikaambia wazee niliona kitu ya ajabu, na Mungu azidi kuwabariki watoto hao. Wanakwaya wanaposimama kwa wimbo ambao niliowafahamisha, ili wakaribishe mzee katika huduma hiyo ambayo imesalia, ili tuweze kupata kukamaliza huduma yetu. Mungu azidi kuwabariki katika kila hatua ambayo tunaopiga. Tusione yeyote ya kwamba anakuja kule, basi anakuja akiwa ya kwamba anapiga hatua kwa kumtegemea Mungu. Anza vyote na Yesu. Unapoamka, unapolala, unapopiga hatua. Tumeona ya kwamba mfalme Daudi akagundua ya kwamba katika maisha yake nothing that he can do as a king but kumtegemea Mungu. Ayubu akasema ya kwamba mimi ni nani ambaye hakika unapea attention katika maisha yangu. Anza vyote na Yesu. Mahali popote huko unapokaa, kaa na Yesu. Unapopumua, pumua na Yesu. Ukitoa makamasi, toa kwa Yesu na Yesu. Ujue ya kwamba kila hatua ama anything that happens in your life is within, na kwamba ni Mungu anayekuongoza. Tuache tusikize wimbo na usikie maneno jinsi vile Mungu atakavyotuwezesha, na wanapoendelea kumaliza, mzee atakuwa amesimama katika sehemu hiyo ambayo imesalia.
God bless you. Anza vyote na Yesu, kila kunapokucha mhitaji lako lote. Anza vyote na Yesu, anza vyote na Yesu, kila kunapokucha mhitaji lako lote. Anza vyote na Yesu. Kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mweleze shida zako. Anza vyote na Yesu. Kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mweleze shida zako. Anza vyote na Yesu. Magoti omba, zungumza na Yesu, atakujibu maombi yako. Anza vyote na Yesu, piga magoti omba, zungumza na Yesu, atakujibu maombi yako. Anza vyote na Yesu. Kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mweleze shida zako. Anza vyote na Yesu. Kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mweleze shida zako. Anza vyote na Yesu. Manabii na mitume walianza na Yesu, wakapata mema kwake Bwana. Anza vyote na Yesu. Manabii na mitume walianza na Yesu, wakapata mema kwake Bwana. Anza vyote na Yesu. Kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mweleze shida zako. Anza vyote na Yesu. Kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mweleze shida zako. Anza vyote na Yesu. Kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mweleze shida zako. Anza vyote na Yesu. Kila siku anza na Yesu, asubuhi hata na jioni, mweleze shida zako. Anza vyote na Yesu. Amen. Barikiwe sana. Barikiwe sana sana. Nataka kuendeleza kuanzia mahali mzee ameacha, lakini niseme hivi. Wale ambao walihudhuria siku zetu 10 za maombi, mpangilio wa Kiadventista ulimwenguni mzima. This was happening in the whole world. Japo ni kwamba we assume we are Adventists, but we don't want to join Adventists katika shughuli za Kiadventista. Kama kuna wakati tulikuwa watu wengi sana, tulikuwa 40 na leo kuna watu karibu 200 kwa kanisa. Tulikuwa watu wengine. Because we would not be doing a recap kama ungekuwa. Tungeshukuru Mungu sana. Hii zetu mzee walikuwa wananialika niende niwasaidie kutamatisha 10 days of prayer kwa sherehe za kesha usiku mzima.
Niliwaambia oh, is a good idea. I don't support it. I don't like it. I've never seen it happen. Atuanze kesha sasa. Uzuri ni kwamba labda wao walikuwa na sherehe nzuri za juma nzima mpaka wakafurahia wakaona lazima tukeshe usiku mzima. Sisi tulikuwa hapa na tulijifunza, na wakati wanafunzi wa Yesu walikuwa wanamsikiza Yesu akiomba, kwa sababu alipenda kuomba peke yake, akapenda kuomba akiwa nao, na akapenda pia kuomba akiwa katika umati. Na wanafunzi wa Yesu mwandishi anatuambia kwamba walikuwa wanategemewa katika sehemu nyingi wakati Yesu alikuwa kama majabali wa maombi, waongoze maombi. Lakini Yesu akiwa, wao walipokuwa wanamsikiza akiomba, walitamani sana the kind of prayers ambazo Yesu alikuwa anaomba, the simplicity of prayer. Walikuwa wana admire his style of prayer na the style of his address to the throne of majesty. Sasa wakati mmoja walipomaliza wakamwambia Bwana, tufundishe kuomba. Ni kwa nini na wao walikuwa waombaji pia wanaojulikana? Tufundishe kuomba. Because your style of prayer inaweka yetu kando. Yesu akawaambia ni sawa. Mnapoomba, hakuambia ya kwamba hilo lilikuwa ombi lao. Ilikuwa ni kama a format. Katika hilo ombi, the Lord's Prayer, it's like a format, kwa sababu ukiangalia Yesu anapoanza anawaambia ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Juzi tulifundishwa hapa na magano moja ya kwamba tunapoomba we address who? We address God. There are so many people in the world who address diverse places. Wengine hawaendi direct kwa Mungu, wanasema Mama Maria, mama wa Yesu tuombee. Wanaoa wapata kwa Yesu direct. Wengine wana sijui ng'ombe, samaki, sijui Muhammad, sijui nini, vitu kama hizo. Lakini Yesu anasema Baba yetu uliye mbinguni. Kwanza umtambue yeye ni Mungu muumba, na kando na yeye hakuna mwingine. Katika hilo ombi na sentence ya kwanza ni kumtambua unayetaka kuelekeza maombi yako kwake. Then number 2, jina lako litukuzwe. Mungu anapenda kutukuzwa. The Bible says that his presence is in the midst of his praises. Anapenda sana kutukuzwa. Kitu kinachomtukuza Mungu attracts his attention. So unapoomba, first segment ya prayer, unajua conditions za maombi. Ni kwa nini tuombe tusikimbie? Ni kwa nini wanafunzi waombe wafukuze mapepo wachoke, mapepo wasiondoke? Kwa sababu maombi wanaoyaomba, Yakobo anasema mnaomba vibaya, visivyo. Wewe unapiga magoti na unapofungua kinywa unaanza tu kumhubiria Mungu. Kwa maombi unaanza tu kumhubiria Mungu. Na Biblia inasema kwamba kitabu ufungue kinywa chako kunena, anajua. Lakini anataka you own it. Na unapoiona kwanza tambua ni nani unapelekea maombi. Baba yetu uliye mbinguni. Sio wa duniani. Sio babako mzazi. Sio rais wa nchi. Ni baba aliye wa mbinguni. Litukuze jina lake. Zaidi ya kulitukuza, omba ufalme wake uwe moyoni mwako na maishani mwako. Na mapenzi yake yatendeke maishani mwako na kwa yote yanayokuzunguka. Anapenda hiyo. That is the first segment ya maombi. Na today, na ukisikiliza Yesu akiomba, na ukisikiliza mitume wakiomba, walikuwa wanaanza hivyo. Tunatambua ya kwamba wewe ni Mungu, Mungu wa mbingu na nchi. Na tusipokuelekea na tusipokuomba wewe, maombi yetu yakielekea kwingine hayana majibu. Sasa nataka uamini ni kwa nini haujibii unapoomba. Kwa sababu hauanzi in the style of Jesus. The second segment. Nimekutambua kama Mungu. Na nimeomba ufalme wako ushuke, uestablish moyoni mwangu na maishani mwangu. Lakini mimi ni mdhambi. Tukajifunza ya kwamba if you confess, that is what he says,
If you confess your sins, our God is faithful. Faithful to forgive you, to cleanse you out of all your unrighteousness. The second segment of your prayer ni confession. Na confession means utambue ni nini kinakutenga na Mungu. Ukitaja kwa jina, kwa sababu hakijafichika, dhambi zako hazijafichika machoni pako, machoni pa Mungu na machoni pa the stimulator ambaye ni shetani. Haijafichika. Unajua ni dhambi gani ambayo inakutenga na Mungu. You know. Unajua ni nini hicho kinaweza fanya Mungu azibe masikio yake. Kwa sababu anasema kwa mwenye haki jicho lake na sikio lake daima limeegemea na kumlenga. Kwa mwovu Mungu amegeuza uso wake asikuone, na maombi yako ni moshi machoni pake. So zikiri dhambi zako. Mwambie Baba, mimi ni msherati na nimewezwa na nguvu na pepo ya usherati, na hii itanitenga nawe na ufalme wako. Naomba unisamehe. Mimi ni mwizi, mimi ni mchawi, mimi kusengenya ni mwalimu, mimi ni mwongo. Mwambie Mungu, confess your sins before him. Then after umezikiri zote, kwa sababu tuliona ya kwamba when we pray kuna kitu kimoja shetani hajuagi, lugha ya maombi. Anaiogopa sana. Lugha ya maombi shetani anaogopa. When you kneel down, even before you open your mouth, shetani anajua kitu kimoja. Maybe you are in your inner chamber. Unajua moyo una chamba ngapi? 4. Go into one of it. Mungu ambaye huona sirini, Mungu ambaye husikia katika siri, anasikia unapoomba moyoni mwako. Steps to Christ inasema kwamba the prayers of the weakest Christian, weakest believer, the prayer unapopiga magoti, wewe unajua I'm weak. Hata kuomba sijuagi. I am weak. Na sijui kama nitabahatika kuingia mbinguni. In all your weaknesses, Steps to Christ inasema kwamba your prayers brings the devil down from his throne. Maombi yako unapopiga magoti kuomba, unajua hiyo lugha hayaelewi. Unaposema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, najua uliniumba nikiwa na sababu, hiyo lugha haelewani. Anajua tu ni kumshtaki unamshtaki. Anajua ni kumshtaki unamshtaki. Na anajua vifurushi ambavyo amekuwekea mwende naye jikoni, umeenda kuanza kufanya nini? Kuwithdraw, ukimrudishia. Kwa hivyo kiri dhambi zako, zitubu. Mungu anasema yeye ni mwaminifu. God is faithful. He is that faithful. Na sio mwongo. Hasemi leo hivi kesho aseme vile. He is that faithful. Na tulisikia kwamba our God is bound by faithfulness. Ni sisi peke yetu ambao tumeshindwa kuwa waaminifu, na kwa kutokuwa waaminifu kwetu, which is the key to unlock blessings, which is the key to unlock answered prayers. Ni sisi tumekataa kujibiwa, kwa sababu funguo tunazo na hatufungui. Tunaomba. Na katika kuomba ni kusummarize Mungu. Tunamhubiri Mungu. Ili hali kufungua huo mlango ndio uingie, ni wewe uko nayo. Uaminifu wako kwako. Faithfulness at your end of the bargain. Mungu ni mwaminifu. Na atajibu maombi yako sawa sawa na jinsi anavyojua itamtukuza yeye. Sasa mzee ametuelekeza mpaka siku ya 4. Siku ya 5 inasema siku ya 5 inasema hivi. Siku ya 5 tukasikia kwamba hallowed be your name. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Tukasoma katika kitabu cha Mathayo 5:16. Ndio mzee ningependa kusomea tu kwa haraka. 5:16 inasema vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni.
mtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Katika siku hiyo tukapewa hadithi ya mchungaji mmoja ambaye pamoja na baraza waliorganize a crusade. Na walipoorganize a crusade, wakaona ya kwamba waambie washiriki waende mitaani, kila mmoja aalike mtu. Na watu wengi sana wakaalikwa, lakini hakuna hata mmoja aliyetana. Mchungaji akaambia wazee na wanabaraza, nitaenda kwa hao watu ambao mlialika, niwaulize sababu gani hawangekubali. Mchungaji alipoenda akakutana na watu walioalikwa moja kwa moja. Ajabu ni kwamba they were giving him the same answer in different fashions, the same truth in different fashions, ya kwamba mimi singekuja kwa sababu kama fulani ni wa huu ushirika wako, I am better off mahali niko. Kama fulani ndiye kiongozi wa kina mama hapo, kama fulani ndiye kiongozi wa kwaya, kama fulani ndiye mzee wa kanisa hapo, niko radhi mahali niko. Sasa tukajiuliza, how often, licha kwamba tumefanya mikutano mingi kuanzia Moroni mpaka Sokoni, tumefanya mikutano mingi, hatujapata washiriki. Maybe tungewauliza ni kwa nini hawaamini injili yetu. Wanasema kama fulani ni wa hapo, tuko radhi mahali tuko, kwa sababu haujakuwa taa. Nuru yako haijaangaza katika mtaa wako, nuru yako haijaangaza katika nyumba yako, nuru yako haijaangaza katika familia zenu, nuru yako haijaangaza mahali ambapo unafanya kazi. Na hivyo hata tukihubiri wanakuona kama giza. You are not a good example. You are not a role model of the gospel. Tukaona umuhimu wa kubadilisha, ya kwamba tumwambie Bwana hakika atufanye nuru ya ulimwengu, matendo yetu mema yaonekane. Tutakapofanya wito, watu watamani Mungu wetu. Siku ya sita ikawa ni ufalme wako uje. Katika ombi ni ufalme wako uje, ya kwamba katika kitabu cha Luka 17:21 inasema nini? Neno la Mungu linasema, wala watasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yetu. The second part, kwa maana tazama ufalme wa Mungu uko ndani yenu. In Luke 19 tuliona Yesu akipita katika mitaa ya Yerusalemu, na mkuu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Zakayo akasikia kwamba Yesu anakuja. Na maandiko inarekodi kwamba he is a short stature man, na akaona kwamba Yesu anapopita kuna ule msukumano na wengine ni warefu, kuna uwezekano nisimuone. Akili kamwambia kimbia along the sea, panda mti wa mbuyu ulikuwa karibu hapo. Zakayo na ufupi wake akasahau yeye ni mtoza ushuru na ogopa katika mji. Akasahau yeye ni mkubwa, akapanda juu ya mti amuone nani? Amuone Yesu. Yesu alipofika pale akaangalia juu ya mti akamwambia Zakayo, shuka, kwa maana leo ufalme umefika kwako. Shuka, leo ufalme umefika kwako. The kingdom of God is within us. Vile tuliona katika lesson chapter zake Zakaria. The kingdom of God is within us. Before God establishes or welcomes us in the higher kingdom ya mbinguni, anatamani dunia hii, maishani mwako, nyumbani kwako, sehemu yako ya kazi iwe an extension ya ufalme wake. How do we do that? By becoming true Christians, examples to be emulated. Na kwa sababu tumekosa kuwa mfano, kwa sababu tumekosa kuwa nuru, kwa sababu tumekosa kuwajibika, tumekosa kuwa barua inayosomeka, tumekosa kuwa chumvi ambayo ina ladha. Hata tunapoenda magotini kuomba, maombi yetu ni chukizo machoni pa Mungu, chukizo la kipekee.
Siku ya saba ikasema hivi. Siku ya saba inasema mapenzi yako yatendeke duniani kama mbinguni. Katika kitabu cha Yeremia 29:11 inasema nini? 29:11 inasema maana najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mawazo ya amani wala sio mabaya leo, alafu kesho kuwapa ninyi tumaini, a prosperous future. That is the plan of God. Waimbaji wameimba wimbo ambao unasema anza vyote na Bwana Yesu. Kitabu cha Step to Christ, page number 7 kinasema hivi. Each morning, kila asubuhi, consecrate yourself to God for that day. Surrender all your plans to Him. To be carried out or given up as His providence shall indicate. Thus, day by day, you may be giving your life into the hands of God. Kwa siku ukianza asubuhi, anza na kukabidhi maisha yako kwa Bwana. We are not our own. We cannot order our steps. Let us let God guide us. Asubuhi mwambie Mungu, ninatoka. Macho yangu yanaweza yakaona mpaka hapa tu, lakini mawazo yangu yako mbali mahali ninaenda. Kile ambacho sioni, Mungu nilinde, nitunze umadi. Nibariki nikitoka, nikusifu nikirudi. Ninaondoka mikono mitupu. Ninatamani sana nirudi nikiwa loaded, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye ubariki. Tumesema our God is faithful. If we pray according to His will, mesema kwamba may your will be done. Mungu ako na mpango wa kila mmoja wetu. Amesema anataka kutubariki leo. Anataka kutupa amani leo. Utakapofika kazini, uanze kugombana na wafanyikazi wenzako, uchafuke moyo mpaka pressure ipande. That is not the plan of God. Hiyo plan ya Mungu. Plani ya Mungu ilikuwa uwe na amani mchana kutwa, ufanye biashara zako na kazi zako kwa furaha, umtukuze Mungu every step of the day, every hour, every minute. Urudi jioni ukiimba it is well with my soul. Hivyo ndivyo Mungu anatamani. But many times we go onto our knees. We have a list of wants and needs. No one of it is according to the will of God. No one of it. Hakuna hata moja ya maombi yetu ya siku hiyo ambayo inalingana na mapenzi ya nani? Na mapenzi ya Mungu. Unaomba litajibiwa pale. Mapenzi ya Mungu ni haya: hatua zako, mienendo yako, shughuli zako, kazi yako, siku hiyo zimtukuze nani? Zilete sifa na utukufu kwa jina la Mungu. Lakini ulipoondoka, ulijua unaenda kesi ya kwamba ulisengenya jirani na amekupeleka kwa wazee, na mimi mshiriki na wewe ni mshiriki, umemharibia jina, na ulikuwa unamsengenya kwa watu ambao ni wa mataifa, ambao kesho tutaenda kuweza kusema pale kuwahubiri, watakosa kusema amani wa kanisa ni yule. Tuko radhi mahali tuko, kwa sababu kama anasengenya mshiriki mwenzake, je, mimi nikiingia? Si mnaona ambavyo tunasimama mlangoni, hatuingii na hatuachi walio nje waingie. Tumechukua nafasi ya shetani ambaye hakubaliki hapa ndani na hataki wengine waingie wanakubalika. Amesimama mlangoni, amekuwa kizingiti. You assume his position. Mungu wetu atusaidie. Siku ya nane ikasema, give us this day our daily bread. Galatians 6:9 and 10. Inasema nini? 6, 9 and 10. Mungu anasema
Tena tusichoke katika kutenda mema, tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Tukusikiliza. Every day wana wa Israeli katika safari walikuwa wanapata mkate wa siku hiyo wa kuwatosha siku hiyo, kwa sababu Mungu alikuwa na mpango nao. Yesu anawaambia wanafunzi wake, omba hivi, tupe leo mkate wetu wa kila siku. Tukajifunza ya kwamba we need to ask God to help us have the wisdom of living one day at a time. One day at a time. Ya kwamba you lived yesterday. There are so many things that you did not accomplish that you wish if time could be reversed, unaweza ukafanya, lakini hukufanya. Kesho is not of your own making, ni ndoto. Sio ndoto zote zinakuwa za kweli. So you might not attain tomorrow. So if you have any time to live, Paulo anasema leo, ukisikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wako mgumu, usipostpone useme kuna kesho. Hakuna kesho kwako, ni leo. So kama kuna kuomba chakula, omba cha siku ya leo. Na tukaona ya kwamba kulingana na fungu la Wagalatia, Mungu anatubariki, anatupatia mkate wa siku hiyo with an excess ya kumbariki jirani ambaye ni mhitaji. Do we do that? Are we a helping hand? Chakula ngapi saa hii ukipeleka mawazo kwa fridge yako zimekaa siku 3-4? Ngapi ziliishia kwa dustbin? Ngapi ulipea jirani apee kuku? Ngapi zilipitiwa na mwenye ananguruwe anapitaka akiokota chakula zenye zimeharibika? Na kuna jirani ambaye unamjua hana uwezo na kuna uhakika analala njaa, na uliomba tupe mkate wetu wa kila siku, na Mungu ametufundisha ya kwamba we are his hands and legs and eyes and mouth. Ya kwamba amekubariki, umeshiba, umebakisha, umeweka kwa free. Hiyo ambao ulibakisha sio yako. Learn to live one day at a time. Kuna mwingine ambao Mungu amemweka katikati yako, ndio imani yako ijaribiwe, ndio ukarimu wako ujaribiwe, ndio kesho ukiomba tupe upewe. Because you extended. Mwandishi anatupatia hadithi ya mchungaji mmoja ambaye aliondoka baada ya kupata mshahara wake wa mwezi, akapangilia mipangilio yake yote vile ambavyo mimi na wewe tunastahili. Alipopata mshahara, akatenga kando zaka na sadaka, akaziweka kando. Unastahili kufanya hivi. Akachukua school ama tuition ya tamu hiyo, akaweka kando. Akachukua mahitaji yake ya siku hiyo, alafu akabakisha zingine ambazo zingemsaidia kurun the rest of the days mpaka mwisho wa mwezi. Hizo akaweka kando. Alafu anasema kwamba akaagana na mke wake, akaondoka, akaenda shuleni mahali mtoto wao anasoma ili alipe tuition. Akiwa njiani, kabla hajafika, akaona mwanadada mmoja very smartly dressed, very smart, lakini analia. Kumwangalia akaona huyu msichana nimebatiza tu juzi, nimeshikwa. Akasimamisha gari, akamuuliza kuna shida gani? Msichana akamwambia nina matatizo, nimefutwa kazi. Mahali nilikuwa ninafanya kazi kumefungwa na watu wote wamefutwa. Nyumba nilikuwa na deni, nimefungiwa. Sio mtu alikuwa na sababu ya kulia, haoni mbele. Matumaini yake yote yamefika mwisho. Mchungaji akakumbuka, tupe leo mkate wetu siku, na umetupea na unatutumia kuwabariki wengine. Roho wake akamwambia hii ya tuition Mungu anaweza ishughulikia kwa njia nyingine. Akachukua ile pesa, akampeleka huyu msichana kwa landlord. Akamwambia landlord fanya hesabu, akafanya hesabu, akamlipia nusu. Naye landlord alipoona mfano wa huyu mchungaji, akamsamehe hiyo nusu nyingine. Bwana asifiwe. Alafu akaenda akamkodishia nyumba. Ameruhusiwa sasa arudi kwa ile nyumba na landlord. Akamchukua akampeleka kwa grocery, akamfanyia shopping ya chakula.
akamwacha salama, lakini kuna mambo anajua hayaendi vizuri. Akarudi kanisani, akamwambia kuna msichana tumebatiza juzi na nimemwona akiwa katika hali 1 2 3 4. Kuna bili za stima na maji ambazo saizi zilipwe. Wao wakaorganize ilipwe na kanisa. Bodi ikamlipia, akalipiwa stima na maji. Msichana akasema, mchungaji aliporudi jioni nyumbani, akamwambia mama, hofu yangu ni sasa mipango yote iko sawa, lakini nina hofu ya mahali tutatoa tuition ya mtoto. Mama, nakumbuka Elda akiuliza uende saa hizo umwambie, kama ni leo, uende umwambie mke wako nimekutana na msichana, alikuwa na shida, nimemlipia nyumba, kampeleka kwa grocery, nikamlia chakula na sasa yuko salama msichana. Hiyo ndio itakuwaje ya leo? Hakutakalika. Lakini mama alipoambiwa hofu yangu, hakukumbuka mzee ulitoka hapa ukaenda kulipa tuition. Alimwambia the Lord will. The family ya mchungaji huwa God fearing people who wakiamka asubuhi wanapeana shida zote kwa nani? Na kwa sababu huyu mama anaamini mzee wake, na mzee amekuja amemwekea wazi, nilikutana na msichana, nimebatiza juzi, alikuwa analia, anashinda 1 2 3, nimefanya 1 2 3 na nilitumia pesa za tuition ya mtoto. Mama anamwambia the Lord will. How many will say that to their husbands? Ama mzee asikie, nilikutana na kakijana, nilikuwa naenda kuweka pesa ulinipea kwa kama nimekutana na kijana handsome tu hivi, lakini alikuwa analia. Nimeenda nimemnunulia suti, kamnunulia motorbike, nikafanya nini, pesa zikaisha. Alafu mzee anaanza akili inaanza kuchemka, kamnunulia motorbike na suti. Hiyo nyumba itakalika? The Lord will provide. Walipoamini the Lord will provide na wakaomba, mchungaji akakuta barua, na alipofungua bahasha kulikuwa na check equivalent of the much he used kushughulikia yule msichana. Bwana asifiwe. Has the Lord provided? Ni kwa nini sisi tunaogopa kumwambia nipe leo mkate wako kila siku na umbariki mwenzako? Kwa sababu hiyo unayobariki sio sawa na ile unatupa. Hiyo unayobariki mwenzako inakuja na mibaraka, ile ambayo unatupa kwa sababu imeharibika ni laana kwako. Juzi tulikuwa tumeanza hapa tuleta chakula kwa sababu ya walio ndani. Tulileta siku chache mama, na bado unajua you have a stock umeweka. Na hapa kuna mtu ambaye hajui leo akienda nyumbani ni nini atapea watoto. Kuna mtu hapa, I know kuna mtu. Na kama hakuna mtu hapa, unajua mtu in your neighborhood. You know a person ambaye labda sio imani yako, hata labda sio Mkristo. Unajua mama anayeteseka na watoto walioachiwa na Bwana. Unajua mjane ambaye anateseka. Asubuhi tukisoma lesson, sijui mwangi alitoa hizo wapi, akatuambia moto inayochoma California pale Los Angeles. Mnaona kwa mitandao kuna boma moja limeachwa kwa limesimama. Unajua God always has wonders. Uliona maana kijiji kizima kikipelekwa na maji na kukawa na kilio na ghadhabu na mauti. Lakini kuna boma moja libaki imefanya nini? Hata ukuta wake na gate hazikubomolewa ama kutikiswa na maji, boma moja. Lakini majirani wote waliangamia. Walikuwa wanaamka asubuhi wanajikuta maimai, wanaishi kule mlimani. Wanajikuta kwa mattress maimai juu ya maji, juu ya mawe, na ng'ombe na mbuzi zimefunikwa. Pale Marekani nimeona nyumba moja imeachwa. Moja natuambia ni ya John Cena, mwana sarakasi, Aresa. Lakini wamesema hivi, baada ya kuchunguza ni kwa nini, wanasema that guy does not live for himself. He's so wealthy, lakini every day akiamka
anashare mapato yake na wahitaji. Kwani Mungu anasema dini ya kweli ni gani? Dini ya kweli. Dini ya kweli sio hii ambayo tunafika hapa tunakwaruzana na imani halafu kila mtu anaenda shughuli zake. Dini ya kweli ni ambayo tukitoka hapa tukishiba neno, unaenda unalipractice. Unaenda unakutana na jirani mwenye ana haja, unamlisha. Unakutana na mtoto mwenye amefukuzwa shule, unajua hakika umelipia wako mwaka mzima, na una zingine umebakisha ambazo they are unplanned for. Mchungaji alikuwa ameplan ya tuition, lakini alitumia kwa sababu alijua the Lord will provide. Have faith in God. He is so faithful. God is faithful. Mungu si binadamu. Ni mwaminifu kiwango cha kwamba akisema atakubariki, hakuna atakayezuia. Hakuna atakayezuia. Akisema atakubariki. We have the keys of our blessings. Lakini kwa sababu ya uchoyo, sababu ya wivu, we are so stingy. Even opening our locked blessings, unlocking the doors of our blessings so that we can bless others. Hatutaki. Umeweka tu hundreds of thousands katika account. Nilikuwa nachungulia Los Angeles sasa ambayo imekuwa pale bank kuu ya America in ashes. Na mwingine hapo na billions of money, it is in ashes, unaccounted for. Utaitisha nani? Billions of money. John Cena hana account, zake ni za kulisha maskini na wahitaji wote. Na ndio sababu hata kama sio Mwadventista, hata kama hamkiri Mungu, hata kama katika vichwa vyake watu wanaona akiinua vidole hivi ni mwabudu shetani, amehifadhiwa kwa sababu ni kama kwamba ana dini ya kweli moyoni mwake. Mungu atusaidie sana. Tulipoingia siku ya 9, ilisema kwamba forgive us our sins as we forgive those who sin against us. It is another condition of answered prayers. Ndio Mungu aweze kukusamehe ama kukujibu maombi yako unapoomba nisamehe dhambi zangu. Anataka kwanza urudi hatua 1 2 nyuma, uangalie mtu ambaye mlikosana akakuja akakwambia nisamehe, alafu ukamrushia mikono. Alafu Sabato asubuhi uko hapa na sadaka zako na zaka zako. Na tumesema tupige magoti na tuchukue dakika moja kumwambia Mungu kitu. Hiyo kitu ulimwambia hawezi sikia ukiwa na tofauti na mtu mwingine wa mataifa kule nje ambaye hamjui Mungu. Ukiwa na tofauti na mshiriki ambaye yuko hapa mtango ule na msisalimiane. Mlikosana sokoni, mlikosana kazini, mlikosana pale katika boma, hamtamsalimia. Anasema ukienda kupeleka kafara zako katika madhabahu, alafu ukumbuke ya kwamba you have an oath against a brother or a sister, acha hiyo sadaka yako na kafara yako madhabahuni, ondoka. Enda kwanza mpatane, kusudi sadaka yako ikubariki. Ukitaka sadaka zako zikubariki, fanya mapatano na wote uliokosana nao. Ukitaka maombi yako yajibiwe, yaombe kulingana na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nani? Ni gani? Do not owe any man anything except love. Usiwe na deni ya mtu. Sio ya msamaha, sio ya pesa, sio ya alikuwa na njaa ukawa na chakula nyingi au kumlisha, kwa sababu hiyo ni deni, sababu hiyo chakula ulipewa na Mungu. Anasema usiwe na deni ya mtu isipokuwa upendo, conditions of prayer. Kwa hivyo ikasema ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 6:14 6:14 inasema nini? Matthew 6:14. Kwa maana msamehe watu makosa yao, Baba wenu mbinguni atawasamehe ninyi. Tuko karibu kumaliza. Tukapewa hadithi ya mama mmoja mzee ambaye alikuwa kiongozi kanisani,
ambaye aliteka na akalazwa hospitali, na mchungaji alipoenda kumwangalia, mama akamwambia usiniombee. Mchungaji akamuuliza kwa nini useme hivyo? Mama akamwambia tangu utotoni nikiwa kijana mdogo nilifanya makosa mengi sana. Nina dhambi kubwa sana. Mchungaji akamuuliza uliwahi muomba Mungu msamaha? Akamwambia in my lifetime no day, hakuna siku imepita bila mimi kwenda magotini na kumsihi Mungu anisamehe. I don't feel the forgiveness. Mchungaji akauliza do you feel the forgiveness? How do you feel? Je, unasikia a cold shiver along the spinal cord? Je, kadesho kebaba kana kutoka? Ama unasikia kuganda mkono wa kulia ama wa kushoto ama mguu ndio ujumbe samehewa? Hapana. Wakawa na mjadala wa muda mrefu. Mchungaji akamwambia msamaha ni kwa imani. Faith. Maandiko yanasema if you confess your sins, God is so faithful to forgive you and to cleanse you out of all your unrighteousness. God is that faithful. All he needs is you open your heart and confess. Don't wait to feel the forgiveness. Believe you are forgiven. Mama alipotoka pale aliamini amesamehewa. How many times have you lived with the feeling that it's like God never hears me when I pray? It's like hata sihitaji kuomba, nimechoka kuomba kwa sababu nikana kwamba Mungu anisikii. Majibu ya maombi sio kwa hisia, ni kwa imani. Believe that you've been forgiven, na utasamehewa. Believe ya kwamba you've been given, na upokee kwa imani kabisa. Mama huyu akaamini kweli mimi nimejifungia katika korokoro ya kutokuwa na imani kwa muda mrefu na kwa kipindi kirefu. She was ready to die and go to hell. Kwa sababu nikana kwamba Mungu asikii maombi yake na kilio chake. She was ready for that. How many of us are ready? How many of us wanajikuta katika dhambi kwa sababu ile ambayo ulifanya ya kwanza you do not feel, hata baada ya kuomba hata ukafunga kula na kunywa usamehewe, haujahisi kana kwamba ulisamehewa. Na kwa sababu nikana kwamba Mungu hana concern na wewe, alikukataa, you are blacklisted, unajikuta umeingia kwa dhambi tena. How many times kama huyo mama namwambia mchungaji usifanye nini? Usiniombee. Siku ya 10 inasema do not lead us into temptation. Do not lead us into temptation. James 1:13 inasema nini? Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Kwa maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe kumjaribu mtu. Hamjaribu mtu. Sasa swali tunaulizwa hapa, does God really do that? Does God bring us into temptation? God is holy. God is love. And God tempts no one. We tempt ourselves. Verse 14 and 15 of the same James 1. We tempt ourselves. Yes. Hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Mtu akivutwa na kudanganya. Ile tamaa ikiwa kuchukua mimba inazaa dhambi. Na ile dhambi ikisha kukomaa inazaa mauti. Unaenda supermarket na pesa, akimeenda kufanya window shopping, hauna list ya kile ambacho ungepea kipaumbele ununue. Alafu unapofanya window shopping unaona vitu ambazo ni enticing. Number 1, kama ungekaa chini kwanza uangalie list ya your needs, alafu uangalie your budget, uone itatosha nini
nikose nini. Uende supermarket with one single eye, nimeenda kununua what is in the list, lakini ulienda bila mpango, na sasa umeanza kuwa enticed, na kwa sababu ya joto ya kibunda cha manoti ambacho kiko mfukoni, unaanza kununua vitu ambazo huko na haja nazo, lakini display imekudanganya. Shetani ameweka display katika maisha along our lives, na anajua ni nini unachokipenda sana na kinaweza kukutoa kwa Mungu. Anajua sana. Ameweka along the streets wanawake ambao wako uchi, nusu uchi. Ameweka along the streets games. Ameweka along the streets internet. Yeah? Ameweka Facebook na WhatsApp, Instagram na hizo vitu zote. Alafu uko ndani ameweka altar zake, yeye ndiye mhubiri. Na anajua you like them. Na ukiwa katika hizi, you will barely have time to pray. You will rarely have time to worship God. Ukiwa katika hizi, you will rarely have time to go and seek the Lord. Ukiwa in them, you will rarely have time to seek for those who are needy to extend your blessings. Umenunua. Umemaliza pesa zako. Umetamani, umezini. Kwa kuangalia, kwa kufikiria, umehukumiwa. Then akili yako inakuwa puffed up, giza linakukuta mjini. Unajikuta kule taini, mahali wanawake wanaenda kusuji. Unajikuta kwa room na mtu ambaye hujui. Ile dhambi imekuwa na mimba. Alafu mwishowe una ukimwi. Mwisho inazaa mauti. Na kitambo ujue na ukimwi umeambukiza line of your family members bila kujua. Mungu hatujaribu. Tunajaribiwa na tamaa zetu. Tunajaribiwa na kiburi chetu. Tunajaribiwa na our spirit of not abiding in the Lord, not abiding in the Bible. Na wakati unajaribiwa unasema it's like Mungu amekuwekea mtihani mbele yako. Mungu hakuwekea mtihani. Kama kuna kitu Mungu anatamani. John 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. You cannot put into a test something that you love or somebody that you love. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee. He would not. Maandiko yanasema he would not stand to see Jesus happen next to him, seated, crowned like a king, akiwa amevaa mavazi ya kifalme, ili hadi mwanadamu ambao wamemuumba na ndani yake ana pumzi yao na wamemweka duniani, wamempatia dominion zote za mwanadamu za kidunia, amedanganywa, ameanguka, na sasa ni candidate wa mauti ya milele. Mungu mwalimu anasema God would not stand in the presence of Jesus, who he knew was the only force and power that would salvate man from death. The only gift or the only sacrifice that would silence death. So Mungu anajua kwamba kafara pekee ambayo inaweza kubalika to silence the demands of a broken law was Jesus, not angels, not even angel Gabriel, but Jesus himself. Having this fact in his mind and heart, being pushed by the love that he had for mankind, the fact that he has made him in his own likeness and image,
and the image is being obliterated by the devil, God will not stand the presence. Ni vile tulisema katika lesson, mtoto wako ambaye ametoka katika viuno vyako amekuwa mharibifu kiwango cha kwamba hamna amani kwa boma, na unatamani hata umwitie polisi kwanza wamdiscipline. Alafu kabla hujamuitia polisi, amefanya vituko kule nje, ameshikwa, amepelekwa kotini, hata amehukumiwa na amepelekwa prison. Then after 2 months amerejeshwa kotini. Najua ile iko na process. Alafu jaji anasema ya kwamba umeachiliwa kwa bond ya shilingi 200,000. Ukizipata ulime mahali fulani, uende nyumbani, utakuwa ukikesi ukiwa nje. Wewe mzazi umekaa miezi 2, hakika ulikuwa na hasira, lakini kuna ile from inside, from the heart, from the veins of your blood, unajua huyu ni mwanangu. Na sasa kuna chance yake kuachiliwa. I know his land is lesson. Na hiyo mtengano kama ile ya the prodigal son na baba yake, baba aliishi kutamani kumuona kwa mbali, kwa sababu kijana alipoondoka baba na hekima yake na Roho Mtakatifu alijua kwamba it's not well with him alipoenda, kwa sababu demand aliyoifanya was not out of wisdom, ni pepo ilimsukuma, na pepo ikamsumbua mpaka akamaliza kila kitu. Alipokuwa desperate mpaka kukula pamoja na nguruwe, pepo ikamondoka. Maandiko inasema he came back to his senses. So when he was doing all that, he was not in his senses, he was somebody else. Wakati pepo iliondoka, he came back to his senses, akaanza kureason, akasema hakika I lived well in my father's house. There was everything. And I believe those guys ambao wameajiriwa na baba yangu kama wafanyikazi, they live the way they were living or even better. Right now, I'm going to my father and to tell him I'm not worthy to become his son, but I pray and ask him to make him one of his servants. Ndio niishi kama wao. Kitu hakujua ni kwamba babake ameishi kutamani, angetokelezea tu nione kiburi chake, nisahau ya kwamba mimi ni tajiri, nikimbie, nimlaki, nimkumbatie, nifanye karamu na nimvishe na nimrudishe nyumbani. Hivyo ndivyo mbingu inatamani leo, ya kwamba tuondoke katika comfort zone yetu, tuamini ya kwamba tumefanywa nuru ya ulimwengu, na Mungu anatamani tuangaze huko nje kwa tabia na mienendo. Lakini tumekwama katika dini, tumekwama katika udini. Arise and shine, for your light is come. Arise and shine, na ubadilishe. Yesu kuja, anakuja, hajakawia kama wengi wanavyo hesabu kukawia, lakini amengojea, amesubiri nuru hii ikuzukie, utubu na toba ya kweli, uanze kuwa nuru mahali ambapo amekuweka, uwahubiri wengine, tuweze kuwa na washiriki wengi hapa. Tukaulizana hivi leo, tukisema tuna crusade next week, alafu tutumane vile tulivyo hapa watu kama 200, uende uongee na mtu mmoja, tusio wawili, mmoja, umkaribishe kwa crusade, ndio tuweze kuwa watu 400 kwa hiyo crusade. How will people respond to your invitation? How will people respond? Will they come, or they will give excuses ya kwamba if so and so is a member in that church, I'm better off mahali niko. Mungu saidie, atupe neema, tuamke, tufanye matengenezo, kwa sababu tumekuwa kizingiti cha ulimwengu kuokolewa kwa tabia zetu na mienendo. Tumekataa kuangaza na tumefunika nuru yetu chini ya mishi. Tusimame, tuangaze, tufanye kazi ya Mungu. Mungu awabariki.